Karibu tena kwenye Lixam Media. Tarehe 8 Aprili katika mji wa Olkalau, mazishi aliyekuwa mbunge David Kiarao yaligeuka jukwaa la siasa kali. Katika hotuba yake, seneta wa Nyandarua John Methu alimlenga moja kwa moja Rais William Ruto akisema, nikinukuu, Mheshimiwa Rais, na kuheshimu sana lakini sikuogopi. Hadi mlizotoa kwa watu wa Nyandarua bado hazijatekelezwa. Hiyo sio siasa, ni ukweli. Mwisho wa nukuu. Seneta huyo aliendelea kwa kumtaka kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah kujitokeza wazi kuhusu masuala ya maendeleo na siasa za eneo hilo. Pia alimkumbusha kauli za marehemu Kiarao kuhusu siasa za UDA na Jubilee Party, huku akitoa shukrani kwa wananchi wa Olkalau. Hata hivyo, hali ilichukua mkondo wa ghafla. Ndani ya sekunde chache, kipaza sauti kilizimwa. Mbunge Thuku Kwenya aliingilia kati na Methu akaondolewa jukwani, huku alio ikiwa ya taharuki. Wakati huo Rais Ruto aliosalimia viongozi kadhaa waliokuwepo, lakini jambo lililozua mjadala mkubwa ni pale alipomkwepa kumsalimia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Gachagua alikuwa miongoni mwa waombolezaji aliotaka wananchi kudumisha heshima, akisema, tusimcheke rais, nisisikie mtu akisema wantam, tusipige kelele za kisiasa, tumsikilize na tumruhusu aende zake kwa amani. Tukio hili limeibua maswali mengi kuhusu hali halisi ya siasa nchini, hasa ukizingatia kuwa ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Ruto na Gachagua kuonekana pamoja hadharani baada ya sintofahamu za kisiasa na madai ya kutengana kisiasa. Lugha ya mili yao iliongea zaidi kuliko maneno. Kwa ujumla, mazishi haya yameacha alama kama ishara ya mvutano wa kisiasa unaoendelea na imeibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa kujieleza na mipaka ya kisiasa katika hafla za kitaifa. Toa maoni yako hapo chini, usisahau kulike na kusubscribe kwa uchambuzi zaidi.